tusome wote kitabu kile cha Waefeso mlango wa 12. Hebu tuende pamoja kwa faida wasio na Biblia. Sema kwa maana. Sema kwa sauti, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Mwanangu, naomba nikutonye. Kiona mtu anashindana wewe kimwili, usishindane naye kimwili, kwa sababu ni roho iliyoachiliwa katika ulimwengu wa roho, inakuja kumfaa mtu, inapambana wewe kimwili. Shindana naye kiroho. Sema fire. Sema fire. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya wakuu, juu ya majeshi, juu ya mamlaka ya pepo. Maana yake tunapokaa kwenye maombi, tunapofanya maombi, unaposema kwa jina la Yesu, unaposema na kemea mashetani, unaposema na kemea ugonjwa, maana yake katika ulimwengu wa roho, hiyo ni roho na inafanya kazi kwa viwango. Nataka leo niongee na watu ambao watafanya vita dhidi ya wakuu wa anga, dhidi ya majeshi, dhidi ya wachawi ambao wamevaa wanadamu. Tukifanya vita rohoni, kimwili utaona waliovaliwa wakipata shida. Nataka nitamke, kuna watu wamefanya vita na wewe na wametupa magonjwa kwako, wametupa madeni kwako, wametupa maradhi kwako. Tutafanya vita rohoni nao watapata matatizo. Hebu sema leo nitafanya vita. Wangapi wamejipanga kufanya vita? Shida ya watu wengi tunakuwa dhaifu kuomba. Sema kuomba. Mwambie mwenzako kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Ndio maana unafeli, kwa sababu adui wako anakutandika maana yuko rohoni. Ndio maana unafeli, kwa sababu huna macho ya rohoni. Aishi hivyo Mungu leo. Kama kuna macho itashuka hapa, uwe miongoni wa kupokea hiyo macho. Na sio macho tu, Mungu akupe stamina. Wewe unaonekana tu kama Raheli wa kawaida. Kuna moto ukija ndani yako, adui wako aliyejificha, hata kama amezuia material, hata kama ameachia faraka, unashangaa roho ya faraka inakuona Raheli, inasema tumuone Raheli. Tunaona Raheli anayebeba moto. Hatuoni Esther, tunaona Esther anayebeba moto. Hatuoni Glory, tunaona Glory anayebeba moto. Nataka niseme kwenye boma fulani kuna wachao watalia, kuna wachao watalia. Kuna wachao watalia. Sema fire. Kwenye kazi fulani kuna wanaotumia nguvu za giza, wakiona Winifrida wanasema tumuoni Winifrida, wanapiga tu saluti. Why? Vitu vyao vinagonga mwamba, vitu vyao vinaharibika. Wakikaa kwenye vikao wa kuchafua, vitu vyao vinagonga mwamba. Kwa nini? Uko mwilini na rohoni wewe ni pauza. Kwa hiyo mashetani hawatakuona wewe, wataona anointing juu yako. Si kama naongea na watu watatu, kuna mafuta itaingia ndani yako, hautabaki kama ulivyo. Sema sitabaki kama nilivyo. Guse basi mwenzako, mwambie kinachokutesa ni roho. Ili kushinda unahitaji roho. Na leo sinikupe. Aliyepiga makofi amepiga makofi dhaifu. Tunaposema uovu wa kiroho, ni adui asiyeonekana, ni viumbe waliokataliwa na Mungu, nao wanachukia uumbaji na kazi ya Mungu. Tunaposema majeshi ya kuzimu, tunaposema majeshi ya mizimu, tunaposema mapepo, tunaposema wachawi, ni jeshi, ni mawakala. Maana ukikusanya maajenti, mawakala, hata wanafiki. Kuna watu wanakunafikia maisha yako hapo ulipo, wamekukwamisha kila kona, lakini ni vinafiki wenye wivu. Yani kusanya wachawi, kusanya mizimu, kusanya pepo wabaya, kusanya wanafiki, kusanya wanaokuchukia bure, waweke kwenye kundi la shetani. Lazima leo tuwatokee, lazima wasambaratike. Sema lazima wasambaratike. Sema lazima wasambaratike. Guse mwenzako, mwambie sitakuwa wa kawaida. Aya. Mwanangu, ukiacha kupigana vita vya rohoni utapigwa wewe. Ni kama mtu anayesema naogopa kumpiga. Sasa kama unaogopa wewe kupigwa, utapigwa wewe.
Kwa hiyo wakati mwingine inabidi tu ujitahidi. Kama nikufa acha nife, acha nipambane. Sio useme basi amina. Sio useme basi amina. Wakati mwingine hata kama vita imewaka, jitahidi tu kuwatisha maadui kama siogope. Hata kama roho inaenda mbio, jitahidi tu. Ndio yuko unakutana na mtu ambaye unamuogopa, alafu anakuonea vibaya. Alafu anapokuonea unasema kwa kweli akinishika anaweza akaniweka kwenye miguu. Lakini unashangaa unasema subutu. Subutu gusa. Yaani hata kama una power, lakini ile kuongea kwako inamfanya ni kama mbona anajitahidi. Ile kuongea kwako inamtisha adui. Leo nataka niongee na watu watatu watakao tamka vitu hata kama una uwezo tamka kitu. Kuna mtu ni mfuga majini. Na yale majini kazi yake ni kuja kukufanya chuma ulete, ni kuhakikisha anatesa watu, ni kuhakikisha anachukua baraka za watu, nyota za watu. Sema leo. Mfuga majini aina yeyote lazima majini yake yafe. Sema lazima yafe. Guse mwenzako mwambie lazima yafe. Anayebeba irizi, maana kuna mtu ana irizi. Sema irizi. Wangapi wanafahamu irizi? Irizi ni kitu chochote kilichowekwa wakifu kwa ajili ya mashetani kukaa. Umeona hiyo ushanga inaweza ikawa irizi. Watu wanaweza kufanya, lakini wanapendeka kufaa wapi? Au wapi? Huko. Niwahi kusikia mahali fulani watu wako kwenye msiba. Mtu ana irizi kwenye kiuno, amefunga hapa. Maana wengine wanaweka kwenye kwapa, wengine irizi zingine zinachanchua kwenye ulimi. Ndio kuna mtu ni mtamu akiongea. Nani aliwahi kutapeliwa hapa hela sokoni? Hujawahi kupita wewe, bado maisha hujaona wewe. Mimi niliwahi kutapeliwa. Nikaja kupekupeku nyumbani. Nikaja kuuza kuku nikaanza mtaji. Tena nimetapeliwa Mbauda mwaka 2005 kitu kama hicho, enzi za Mkapa. Na mimi nilikuwa nafanya biashara ya Maliboro ikapana, nikawa nauza sahani, vikombe. Nauza chujio, natembea sokoni, na katambuga. Wakati mwingine nimetoboka na koti kubwa. Nilikuwa nakulaga mandazi ya Mama Elia sana. Miaka ile alikuwa anapika mandazi pale Kisongo. Anapika, ukikuta Mama Elia akiitwa Mama Elia, wewe achani bana, achani uchani. Achani ujinga wewe. Angalia mwangalie meza kwambia wewe enzi yako tamba, tumia enzi vizuri. Wakati anaitwa Kanahe. So sema basi amina. Anaitwa Kanahe. Ukienda Kisongo tunatembeza Maliboro tukichoka tu tunaenda kukaa karibu na lisine kubwa. Anatufungia mandazi matamuje. Ilikuwa siyo ya 50 100, unapiga na maji, unatembeza Maliboro tena. Nikaongeza mtaji, nikapata mtaji, nikapata vyombo, ikafika karibu 60,000. 60,000 miaka ile ni hela nyingi sana, ni mtaji mkubwa sana. Wakati huo bati shilingi 4,000, bati kabisa ya kujenga 5,000. Bati 5,000. Bati mimi nilianza nayo maisha nimenunua 7,700. Nikajenga ile kanyumba ambayo nimefunga nao harusi. Lakini Bwana ameshanitoa, niko kwenye nyumba nyingine. Maisha ni hatua. Sema maisha ni hatua. Guse mwenzako mwambie hautafia hapo. Shida yako unakata tamaa. Nani amekwambia utafia hapo? Nani amekwambia? Nani amekwambia utakufa na hiyo sura? Nani amekufa utakufa na macho kama ya minyoo? Nani amekufa utakufa na makengeza? Nani amekwambia utakufa na kiuno kilicholala flati? Lazima utasukuma kiuno na kitabu kitakuja. Lazima utakisha kwenye hiyo familia uliyopo. Sema basi fire. Sasa sema nikaenda na mimi nilipopata mtaji nikanunua sahani, vikombe, Masai Musu, nikawa najaza huku naenda sokoni. Sasa mimi hata nilikuwa kijana mdogo lakini nilikuwa sijioni ni mdogo eti. Nilikuwa najihami jamani. Nilikuwa tunachacharika. Sikuwa na lala. Maana tumetoka kwenye nyumba ya umaskini. Nguku nani ostahio. Oje. Wewe kama hujawahi kuliwa na kunguni, nakwambia kweli. Tulikuwa tunaliwa na kunguni, unakuta nimelalia ngozi. Siku moja nikakojolea kitanda, mama akakuta mkojo umelala kwenye nani, nikatandikwa sawa sawa. Unacheka. Ngozi tumelalia.
Leo ukimwambia mtu chawa ikoje ajui chawa. Sabuni imekuja, kila mtu sasa hivi ni safi safi. Miaka ya nyuma ulikuwa unafunga rubegu, unafunga ile nani, mama yako anakufungia hapa inapanda hivi, unafunga nyingine huko unapanda hivi, alafu unafunga hapa. Kuna saa unakuja mchana, mama anakuita, wamama wamekaa katikati ya boma. Na njoo mwanangu, njoo wamama wamekaa. Yaani unafunguliwa hapa, chawa zimejaa. Alafu wamama unajua wanafanyaje? Wanatoa tu, wanaweka ndani ya tasi. Alafu wale wapelekee mikono. Tasi, fanya hivi. Leo chawa moja akiingia mtu alioko hapa, halali. Chawa moja tu. Chawa alikuwa anakukula sawa. Yaani unashangaa unakuja kukuta kwenye nguo amekuwa nyekundu. Alafu wamama unajua wanajazaje? Wako wamama yetu wakubwa wanaelewa. Unajua wamama wanafanyaje? Wanajaza tu mdomoni. Tas. Sema fire. Sema fire. Nikatoka nisipotee. Nikatoka na mimi ni kwa sababu mtaji umekuwa, nikasema acha niende Mbauda. Kumbe Mbauda ndio kuna wizi wa kutufa shetani. Naingia Mbauda, kumbe kuna watu wakati huo wanaweka maliboro hapa. Yaani ni mtu sopu anachukua maliboro mpya, anaweka swimming, anaweka huko ndani, anaweka hapa kama ni mtu anayetembea tu sokoni kama ananunua kitu. Kumbe ni tapeli. Mimi nikaingia sokoni, maskini ya Mungu. Nimeingia sokoni, kumbe wanajua wageni. Na kufundisha irizi inavyofanya kazi. Nimeingia sokoni hapo Mbauda. Nimeingia tu saa 4 pap, ndo nami nasema nimekuwa sasa na mimi. Akaniangalia tu akaniambia, "Samahani ndugu, samahani. Ni kijana mdogo lakini najiona eti siwezi hata kupambana." "Samahani, tuome kuulize." Akaja. Akaniambia, "Nataka niulize ile nyumba ya Mwalimu Nyerere yuko hapa kubwa. Mimi ni mtu tajiri, mimi ni mganga, mimi nawabadilisha watu, nawapa watu nyota." Wakati wanaongea mimi sijui huko, subiri basi, hata tusiondoke basi. Yaani kadri anavyoongea na mimi ni kama navutu.